Simba wangezidi kufungwa kwa sababu walizidiwa kwenye kiufundi, walizidiwa katika maeneo mengi ya uwanja. Yanga walikuwa bora, Yanga walikuwa wakidefend, wanadefend kwa namba nzuri, yani wanalinda kwa namba nzuri, wakishambulia wanashambulia kwa njia mbili, wanashambulia either kwa kudominate kwa wengi kwenye box, lakini hata ukikaa vibaya kushambulia kwa counter attack pia wanakuwa wabaya vile vile. Wao walikuwa na sura zaidi ya moja. Kwa hiyo Simba hawajui wako wapi. Yanga ukisema wakaabe kwenye low block au mid block wanakuja wengi wanakusumbua. Ukisema uwavamie wao kushambulia kwa counter wanakusumbua. Kwa hiyo mwisho wa siku wakakosa solution wakafungwa. Dula, kuna ile kauli ambayo wanasema kwamba huwezi kuchukua ubingwa bila kumkaba Mpanzu. Tumzungumzie Mpanzu kwa dakika 90 ambazo amecheza. Unajua leo kuanzia Mpanzu mwenyewe, ukija kwa Joshua Mutale, ukija kwa Mkwala, wote waliperform katika kiwango average sana. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Mimi na generalize kwa sababu wewe uwezi ukawa unacheza kwenye safu ya ushambuliaji ambao haitengenezi nafasi ya mabao. Manake pale mbele kulikosa maelewano. Mara nyingi sana Simba walikuwa kila wanapojaribu kufika kwenye eneo la Yanga pasi zinapotea. Yaani unakuta huyu anapiga pasi mkai inachukuliwa, watu wanaondoka, wanaanzisha shambulizi. Kwa maana yake wote walikuwa wanakosa solution jinsi gani ya kuwakabili Yanga kwenye eneo lao la mwisho, kuanzia huyo Mpanzu mwenyewe, Joshua Mutale alioanza, Jantale Ahua na striker Steven Dese Mkwala. Alipoingia Mutale alionekana anafanya mambo mengi sana ambayo si ya msingi kwa wakati sahihi. Alikuwa anapoteza muda kutokana na kukaa na mpira zaidi. Yanga ni timu ambayo ikikutana na mchezaji ambaye ana mpira mguuni wanaenjoy kwa sababu wanajua kukaba, wanampokonya, wanachukua mali. Kwa maana unaona Joshua Mutale alikuwa anapoteza sana mipira. Solution Fadlu akagundua na wana ushirikiano mzuri wa kiulinzi. Wanamshambulia Simba kwenye counter attack, wanamsumbua vile vile. Kwa mwisho wa siku Simba ni kama alikuwa kaikuwa mtukati. Kukaanga mayai wewe. Simba alikuwa anakaangwa. Yai mzoefu wa kukaanga mayai akaangi kwa kuliweka hivi na kulipindua kama chapati. Unaweza ukalikamata ile karai ukalibitua hivi, yai likarudi, ukaligeuza kwa hivi, ukalibitua hivi. Ndio Simba hiyo imefanywa leo. Simba iliyofanywa imewekwa kwenye karai, imebetuliwa, imewekwa tena, imebetuliwa, imewekwa, imeiva, watu wameokoa, wamekula. Kwa hivyo walikuwa wanachelewa tu. Kwa hivyo walikuwa wanacheza. Sababu hata ukijaribu kuangalia nyuma